Shirika la Pastoralist Women laadhimisha miaka 20 ya mabadiliko na maendeleo ya jamii. Shirika la Pastoralist Women for Health and Education limeadhimisha miaka 20 tangu kuanzishwa kwake, likiadhimisha safari ya miongo miwili ya kuleta mabadiliko na kuimarisha maendeleo ya jamii za wafugaji. Sherehe hizo zilizofanyika katika ukumbi wa shirika hilo mjini Isiolo zilipambwa kwa nyimbo na burudani kutoka jamii mbalimbali zinazoishi katika kaunti ya Isiolo. Akizungumza baada ya sherehe hizo, mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Shoba Liban amesema shirika linajivunia mafanikio yaliyopatikana hadi sasa, akitaja miongoni mwao kuwa ni uhamasishaji wa jamii kuhusiana na umuhimu wa usajili wa ardhi za jamii kama njia ya kulinda rasilimali na haki za jamii za wafugaji. Alafu pia hii safari imetuwezesha, tulikuwa na lengo ya kusupport mtoto msichana orphan aweze kwenda shule na kumaliza na kujitegemea. Na kwa hiyo moja tumeweza kufaulu kwa sababu tulirescue msichana, na vile mlionyesha kwa hiyo kanda tuliona kwa saizi hiyo msichana ni mwalimu. Hiyo ni achievement moja ile tumesema tutafanya na tunaendelea. Na kuna wengine pia wameweza kufanya kazi tofauti tofauti baada ya effort yetu. Ya pili, tumeweza kuhamasisha jamii juu ya haki zao tukitumia sheria ya Kenya 2010, na wengi wa wale wamepita kwa njia moja ama nyingine kwa wizara ama shirika letu wamefaidika hao wenyewe kama mtu binafsi, na pia baada ya kujifunza wameweza kujituma. Kwa hivyo wengi wa wale wametupitia kama civic educators, kama social auditors, saizi wako mahali tofauti tofauti na wameweza kujituma, either kuendelea na masomo, kuwa wafanyabiashara, kutafuta komiti kwa idara yoyote ama kwa kazi yoyote. So baada ya hiyo constitution ya Kenya 2010, ardhi zote iliweza kurecognizewa ama ilitambulika, na lakini kuna process ya kupitia ili usajili ardhi ya jamii. Na hiyo ardhi ya jamii tulianza na Chari na Chera kama sub county ya Marti, na kwa saizi jamii wamepata certificate of registration, meaning hiyo jamii inajulikana na hiyo ardhi yao inajulikana. Bi Liban ameongeza kuwa shirika hilo limefanikiwa kujisimamia kifedha kupitia mpango wa michango ya kijamii, kukodisha baadhi ya afisi zake kwa mashirika mengine, pamoja na mapato yanayotokana na kukodisha ukumbi wake wa kijamii kwa hafla mbalimbali. From the word go, sisi hatujaanza na ile kuombaomba sana. Tuliweza kuleta initiative yetu ya kufanya local fundraising, na hiyo ndio ilikuwa base ya sisi kusaidia jamii. Alafu baada hiyo tuna build trust, tuna build alliance, tunafanya na networking na other like mind organization, tunapata visibility, wengine wanatukujia hata tukiwa hapo. Na ya tatu, tumesema kwa sababu ya donor funds inaendelea ikiisha, tufanye nini ndio tujimudu. So kama hiyo ofisi tulifanya local fundraising, ndio hiyo pesa imepatikana tukajenga naye. Kwa saa hizi kuna hata mtu anaweza rent, kuna wakati hata tumerentisha hiyo ofisi yetu. Tuko na ofisi room kama 1 2 ile tunarentisha nje, hata ingawaje tuna ofisi hapa bado tuna rent out na tunapata mapato. Alafu kuanzia last year mpaka saa hizi tumeweza kujenga hii training center, na tunajaribu kupata mapato kwa hiyo njia, na ile program haina pesa, hii ndio inatusupport. Kwa upande wake, Magdalene Kirion ambaye ni mwelimishaji wa masuala ya uraia kutoka Ngaremara amesema juhudi za uhamasishaji zilizofanywa na shirika hilo zimechangia pakubwa kuongeza uelewa wa jamii kuhusiana na masuala nyeti, yakiwemo mapambano dhidi ya ujauzito wa mapema miongoni mwa watoto wa kike. Na early pregnancy kwa sababu watoto walikuwa wanapata mimba ya mapema,
early marriages ambayo wazee watoto wanaolewa na wazee, lakini baada ya kuhamasisha hawa wazazi walianza kutunza watoto yao, kwa sababu pia ndoa ya mapema na pia uzalishaji ama kuwa na mimba ya mapema. Sherehe hizo zilihudhuriwa na washikadau mbalimbali wakiwemo viongozi wa kijamii, wakilishi wa serikali pamoja na wanachama wa jamii waliotoa pongezi kwa shirika hilo kwa mchango wake mkubwa katika kuleta mabadiliko ya kijamii na maendeleo endelevu katika kaunti ya Isiolo. Nikiripotia runinga ya Waso, langu jina ni Hussein Morangiriguyo, runinga ya Waso ya kujuza na kukuburudisha.